Tunaendelea na Mheshimiwa Zuberi Mohamed Kuchauka, atafuatiwa na Mheshimiwa Angelina Adam Malembeka. Mheshimiwa Constantine John Kanyaso ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nikushukuru wewe binafsi kwa kunipatia nafasi asubuhi ya leo niweze kutoa mchango wangu kwenye hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba hii nzuri, na sio hotuba peke yake, na kazi kubwa anayoifanyia taifa hili. Kwa nafasi yake kama Waziri Mkuu, tunayo kila sababu ya kumpongeza na kumshukuru kwa namna anavyolitendea wema taifa hili kwa nafasi yake kama Waziri Mkuu. Na nasema hili si kwa sababu tu ni waziri ambaye ametoka mkoa wa Lindi, lakini nyote nyinyi ndani ni mashahidi kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kweli anafanya kazi inayotukuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hotuba hii naomba nianze na Wizara ya Ujenzi. Na kwenye Wizara ya Ujenzi naomba nianze na sera ya kuunganisha mikoa kwa barabara, aidha ziwe za lami au changarawe. Na huko nyuma nishawahi kusema kama sera hii imekuwa ngumu kutekelezeka, basi ni bora tuiondoe kwenye makaratasi. Kwa sababu mpaka leo hii mkoa wa Lindi bado haujaunganishwa na mkoa wa Morogoro. Na hapa ninapotaka kuongea muelewe kwamba barabara ya Morogoro nayoizungumza kwa kweli kama ingechukuliwa hatua ingekuwa ni barabara ya ukombozi kwa hali kama hii tulionayo leo, barabara yetu ya Kibiti Lindi inapoendelea kutusumbua. Leo wanaambiwa watu wa Lindi na Mtwara watoke Lindi, Songea, Njombe, Iringa, Morogoro, Pwani ndio wafike Dar es Salaam au waende Dodoma. Lakini barabara ile ya Morogoro Lindi ingetengenezwa, ina maana mtu wa Lindi na Mtwara angepita Morogoro, Pwani, yuko Dar es Salaam. Ina maana ingia mikoa miwili tu. Na barabara hii kwanza sio tu inapunguza gharama kwa watumiaji, lakini hata kwa serikali. Kutumia mafuta kutoka Lindi, Songea, Njombe, Iringa, Morogoro, Pwani mpaka Dar es Salaam au Dodoma, gharama ni kubwa sana. Kuliko tungetoka tu Lindi unakuja Morogoro, unakuja hapa Dumila uko Dodoma. Kwa hiyo muone umuhimu wa backup hii barabara badala ya kutumia hiyo barabara ndefu ambayo kila siku tunaizungumza. Na ninapoisemea hii barabara ya Morogoro, sina maana kwamba nimeridhika sana na ile kizungumkuti cha barabara yetu ile Ngurukuru Liwale na Chingwea Liwale. Lakini hapa napo naomba niipongeze serikali kwa kuonyesha nia. Angalau tupate hizo kilomita 10 za barabara yetu ya Ngurukuru Liwale na kilomita 50 ile ya Nachingwea. Kwa jambo hilo napendelea kulipongeza sana serikali na iwe hivyo. Lakini barabara ya Morogoro ni barabara muhimu sana kama kwa muhimu huo nilioonyesha hapo nilipozungumza hiyo barabara. Lakini vile vile naomba niende upande wa TARURA. TARURA kwa kweli katika taasisi 5 au 10 bora katika nchi yetu ni taasisi TARURA. Lakini shida kubwa ya taasisi hii ya TARURA ni upelekaji wa fedha. Lakini mimi kama niko sawa sawa, ziko fedha ambazo zimetengwa, kizungu wanaita ring fenced. Lakini hizo fedha nazo mbona haziendi huko TARURA? Kwa sababu miradi mingi ya TARURA imekwama kwa sababu ya fedha. Leo hii TARURA inadaiwa kila kona. Na mimi wale nilijaribu kumuuliza mtendaji mkuu wa TARURA na watumishi wengine, wauliza hivi ni wilaya gani ambayo ina barabara chache sana za lami kwenye nchi hii? Ndugu zangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, Liwale kama sio ya kwanza basi ni ya pili kwa uchache wa barabara za lami. Maana sisi tuna kilomita 3 tu pale mjini. Tuna kilomita 3 tu za lami. Kwa hiyo naiomba sana serikali mlione hili. Na tunaposema mlione hili kwa sababu tu hebu wapelekee fedha TARURA waweze kutekeleza yale ambayo wameahidi. Na niseme tu kweli, mtendaji mkuu meneja wa TARURA wilaya ya Liwale ni mtu msikivu sana na ni mwaminifu sana na ni mchapa kazi sana. Na kila mipango tunayopanga tunapanga naye. Lakini tatizo linakuja kwenye fedha, hana fedha za kutosha. Kwa hiyo niomba serikali mlione hili, mtuongezee fedha, TARURA wapate fedha ili waweze kutukwamua sisi. Na umuhimu wa hizo barabara ni mkubwa sana.
Hizi barabara ndizo zinazotoa mazao ya wakulima kupeleka sokoni. Maana tukizungumza barabara za TARURA mnaweza kukazipuuza mkaziona kama barabara ambazo zina umuhimu mdogo. Hapana. Hizi barabara ndizo zinazotoa mazao ya wakulima kutoka mashambani kupeleka masokoni. Sasa kama hizi barabara haziko sawa sawa, maana yake mazao ya wakulima yatakuwa hawezi kufika sokoni, na mazao ya wakulima yasipofika sokoni, maana yake uchumi wa wakulima hawa utakwenda kuharibikiwa. Baada ya hapo, naomba nijihamishe niende kwenye Wizara ya Maliasili na Utalii. 60% ya ardhi ya Liwale inazungukwa na Selous, hifadhi ya Selous pamoja na hifadhi ya Mwalimu Nyerere. Lakini swala la wanyamapori limekuwa ni kitendawili kisichopata majibu. Juzi nilizungumza hapa kwamba tumeshapoteza zaidi ya watu 4 ndani ya mwezi mmoja. Kuanzia tarehe 20 mwezi uliopita mpaka tarehe 11 mwezi huu tumeshapoteza watu 4 ambao wamepoteza maisha kwa ajili ya kadhia ya wanyama tembo. Na nimejaribu kuzungumza na wahifadhi, wanasema hawa tembo mahali walikozalia wanaona kama ni nyumbani. Sasa naomba nitoe taarifa kwamba tembo sasa wanazalia kwenye mashamba yetu. Sasa tuseme ndio wamehamia, maana wanasema kwamba hawa wanyama wanapozalia ndio wanaona kama nyumbani. Sasa watembo Liwale wanazalia kwenye mashamba yetu. Sasa naomba ndugu zangu wahifadhi, hebu jaribuni kuongeza juhudi. Mnawahamishaje hawa tembo hapa walikozalia? Kwa sababu mnasema hapa walikozalia hawa tembo wamefanya kama nyumbani kwao. Lakini jambo kubwa ambalo naliona pale, pamoja na kwamba juhudi kubwa za serikali zinafanywa kusogeza watembo hawa hifadhini, lakini wako watumishi watawa na TANAPA sio waaminifu. Wanaruhusu mifugo kupita kwenye hifadhi zetu. Liwale ni miongoni mwa maeneo ambayo tumepokea wafugaji. Lakini inawezekanaje leo mifugo itoke Iringa, itoke Mbeya, itoke Morogoro, ifike Liwale kwa njia ya miguu? Maana yake wanapita hifadhini. Na wanawezaje kupita hifadhini bila kuonekana na hawa askari? Maana yake ni nini? Kwamba sasa tembo wanaondoka hifadhini, wanakimbia hawa mifugo, matokeo yake wanakuta kubuguzi. Mimi naomba serikali idhibiti sana hawa watumishi ambao sio waaminifu, ambao wanapitisha ng'ombe kwenye hifadhi, matokeo yake ng'ombe wanakuja kutudhuru sisi kule kwetu. Lakini jambo jingine ni vitendea kazi. Vitendea kazi ni vichache mno. Sisi Liwale 60% kama nilivyosema, tunahitaji kuwa na maaskari wengi. Kwa sababu leo unapata ripoti Ngongowele wametokea tembo, wanakwenda maaskari. Kesho wametokea Ndapata, wanataka waende maaskari. Hao maaskari wenyewe ni wachache. Unakwenda pale hifadhini, wanakuambia gari imeondoka imekwenda kijiji fulani, au gari hatuna, au mafuta hakuna. Kwa hiyo mimi niombe serikali kuongeza vifaa vya kutendea kazi, kuhakikisha kudhibiti wanyama tembo. Jambo la mwisho kwenye hili kuhusu kifuta machozi. Wilaya Liwale tumepata mara ya mwisho kupata kifuta machozi ni mwaka 2022. Kwa kuanzia 22, 23, 24 na leo 25, wananchi wale waliopata madhara ya tembo bado hawajafuata kitu kinachoitwa kifuta machozi. Japo kwamba kifuta machozi chenyewe bado nacho ni kidogo, lakini bado tunadai kifuta machozi bado hakijafikia. Mwisho kabisa, nishati TANESCO. TANESCO sisi kule kwetu umeme, zamani ilikuwa umeme ukikatika umeme ukiwaka watu wanashangilia au watu wanastuka. Sasa hivi kule kwetu sisi umeme ukiwaka ndio watu wanashangaa, kwa sababu mara nyingi tunakuwa gizani. Kwa hiyo naendelea kuwaomba, na nishawahi kuongea hapa kwamba shida kubwa ambayo tunaipata umeme kutoka Maumbika mpaka Liwale, umbali ule ni mrefu. Tunaomba mtuongezee kituo cha kupozea umeme pale Liwale au hata na Chingwea, ili tuweze kupata umeme huu kwa hakika. Na tulienda Mtwara, mkatuambia kwamba kuna mashine imepelekwa kutoka Ubungo, imepelekwa Mtwara megawati 20, na mahitaji ya mkoa wa Lindi na Mtwara ni megawati 18, lakini bado mashine ile pamoja na kwamba imefungwa, bado upatikanaji wa umeme wa mkoa wa Lindi na Mtwara bado ni kitendawili. Tunaomba sana serikali muone namna ya kutuwezesha sisi watu wa mkoa wa Lindi kutuingiza kwenye grili ya taifa, ili wote sisi tufaidi keki ya taifa. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja mwenyekiti, na kushukuru sana kwa nafasi.
Asante sana Mheshimiwa Zuberi. Tunaendelea